بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tunaendelea na kitabu chetu cha Kashfu Ashubuhat, ambao ni kitabu cha Al-Allama Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, akizifunua na kuziweka wazi shubuha na mambo yenye utata yasiyoeleweka kwa watu kama vile as-sufiyya wa ubadul quburi wal mushrikuna wal malahida, zinazofungamana na tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, zinazofungamana na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika kipengele ambacho tupo kwa sasa hivi ni kwamba shekhe majawabu juu ya shubha na tuhuma zao na rai zao, majawabu yake ameyagawa katika sehemu mbili. Jawabu la kwanza, imma jawabun mujmalan, imma ni jawabu la ujumla ambalo halina ufafanuzi mwingi, na imma jawabu litakuwa ni mufassal, lenye uchambuzi na lenye ufafanuzi mwingi. Kwa hiyo tupo katika jawabu ambalo ni mujmal, analoweza kulielewa mtu yoyote yule. Jawabu la mujmal anaweza akalielewa mtu yoyote yule mwenye ilmu, asiyekuwa na elimu. Jawabu la jumla mtu yoyote analielewa, kwa sababu ni jawabu mukhtasara, ni jawabu la ufupisho. Katika sehemu kidogo turudi nyuma ya yale ambayo alikuwa akiyajibu, anasema ya kwamba baadhi ya washirikina wanaweza wakasema au wanasema, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun, wakitaja kunako vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala ni watu au ni viumbe ambavyo havina hofu duniani wala havina huzuni huko akhera. Sasa watu hawa ambao ni vipenzi vya Allah subhana, kuwafanyia maombi au uombezi, kuwafanya wao ni waombezi, ni jambo la haki la sawa, kwa sababu wao ni watu wana vyeo, wana nafasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile manabii ni mawali wa Allah, kama vile mitume ni mawali wa Allah, na wengineo katika watu wa kheri. Hawa ni watu bora mbele ya Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hawa wana cheo maalumu mbele ya Allah subhanahu, cha unabii, cha uwali, cha vipenzi, kama hawa ni vipenzi vya Allah. Sasa mtu akitaka uombezi kwa kupitia wao, tayari Allah shawasema kwamba hawana hofu wala hawana huzuni, jambo hili halitokuwa na ubaya. Haya ni maneno ambayo anayataja mushrik, anayataja kafir. Au ukamuona mushrik anastadili na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kunako hoja yake hii batili, akatolea dalili baadhi ya mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja, kisha yeye anayaona hayo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanathibitisha ya kwamba itafaa kuwataka watu wema uombezi, kujikurubisha kwa wao kwa ukaribu. Akachukua dalili fulani ya Mtume, falafaha laflafa, kaikunja kunja, akakwambia huona hoja ya Mtume hiyo sallallahu alaihi wasallam.
na ukawa wewe hujayajua maana au hujaelewa malengo ya kwa nini anasema haya maneno, basi Sheikh akasema ukitaka kumjibu mtu huyu, jawabu mwambie inna Allaha dhakara fi kitabi, kwamba Allah subhana ametaja kwenye Qur'ani, kwenye kitabu chake, kwamba watu wote ambao wana mashaka kwenye nyoyo zao huwa wanaziacha aya ambazo ziko wazi na wanazifuata aya ambazo haziko wazi. Jawabu la kwanza hili, yani bimaana alladhina fi qulubihim zayghun, watu ambao kwenye nyoyo zao kuna kupondoka, kuna kuacha haki na kuifuata batili, kuacha ukweli wanafuata batili, kuacha kilicho wazi wanafuata kilichokuwa kina wasiwasi. Watu wa namna hii, nyoyo zao zilizopondoka, moja ya msingi wao wanaacha aya zilizokuja wazi, wanakwenda kufuata aya ambazo haziko wazi. Huu ni msingi wa watu wazushi na watu wabaya, na Allah subhanahu ametamka kwenye Qur'ani, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili. Wale watu wote ambao nyoyo zao zina wasiwasi, mashaka hivi kuna mambo ya Allah subhanahu, utawaona siku zote zile aya ambazo hazijakaa wazi sana, wao ndo wanazifuata hizo aya. Lakini zile ambazo ziko wazi, kashamsi fi rabi'ati nahari, hizi wao hawana shida nazo kabisa, hawana muda nazo sana. Kwa hiyo jawabu la kwanza mwambie hivi, Qur'ani imethibitisha hivyo. Kisha umwambie wama dhakartuhu laka min anna Allah dhakara anna almushrikina yuqirruna birububiyyati, na kile ambacho nimekutajia wewe kwamba wale makafiri wa zamani, zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanakubali aliyeumba, aliyetoa ruzuku, aliyeumba mbingu na ardhi, ambaye anastahiki kutegemewa, wote walikuwa wanakubali ni Allah subhanahu wa ta'ala, wanakubali hilo. Lakini sababu kubwa ya wao kuwa makafiri, Sheikh anasema sababu yao kubwa kabisa ya wao kuwa makafiri, pamoja na kauli yao hiyo ya kukiri kwamba Allah ndiye muumbaji, Allah ndiye mtoa ruzuku, Allah ndiye mwenye kumpa mtu ilmu na nini, pamoja na kukubali kwao wote, lakini wakawa makafiri ni kwa sababu walijifungamanisha na viumbe, malaika, manabii, mawalii, kisha wakisema hawa ni waombezi wetu siku ya kiyama mbele ya Allah. Kosa lao liko hapo, kosa lao lipo hapo, kosa lao lipo hapo. Na hili ni amru muhkamun bayyin, Sheikh anasema, na hii hoja iko wazi na iko bayana kwamba watu hawa walikubali uumbaji na uendeshaji wa mambo ya Allah, na yeye ndiye ambaye an-nafi', mwenye kuleta manufaa. Walikubali yote hayo. Lakini kwa nini sasa wamekuwa makafiri? Ni kwa sababu kuna roho za viumbe wengine wamejifungamanisha nazo kiasi kikubwa, na wakisema hawa watu hawa kwa kuwa manabii, kwa kuwa ni watu wema, mawalii, watakuwa ni waombezi wetu mbele ya Allah, kwa hiyo tunajikurubisha kwao na kuwa nao karibu sana. Ikawa ndiyo kosa lao la wao kwa makafiri hapo. Sheikh anasema hadha amrun muhkamun bayyin, hili jambo liko wazi, liko bayana, la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'nahu, hakuna mtu yoyote mwenye uwezo wa kulibadilisha maana yake. Ndio liko hivyo hivyo. Alikuwa anasema haulai shufa'auna 'inda Allah, hawa malaika, hawa manabii, hawa watu wema, hawa kwetu sisi ni waombezi mbele ya Allah. Sisi tunajikurubisha kwa wao ili watuombee kwa Allah. Kwa hili tu wakawa makafiri, kwa hili tu wakaendelea kuwa makafiri, pamoja na kwamba wanakubali Allah ndiye muumbaji, Allah ndiye mwenye kuruzuku, Allah ndiye mwenye kumiliki, Allah ndiye kadha, na kukubali kwao kote hizi jambo la tauhid rububia, lakini walibakia kuwa makafiri. Hasa Sheikh anasema baada ya kuwa tumeishia darasa lililopita hapa,
wama dhakarta li ayuha almushrik, na kile ulichonitajia mimi ayuha almushriku, ewe mshirikina, min alquran, miongoni mwa Qur'an, hizo aya haulai shufa'auna inda Allahi, hizo aya ulizonitajia, au kalami nabii sallallahu alaihi wasallam, au maneno ya mtume alayhi salatu wasalam, vyote hivyo ulivyonitajia mimi, la a'rifu maanahu, mimi sijui maana yake. Maana hizo aya mwambie kabisa, wewe mushrik, mimi hizo aya unazozitaja visufi, hizi aya mimi sizijui maana yake. Walakin, lakini aqta'u, ninakata kabisa jazman, anna kalam Allahi la yatanaqadhu, kwamba maneno ya Allah hayajigongi, la yatanaqadhu. Mimi nasema hivyo. Je, wewe unaamini hivyo? Atakwambia naam. Je, maneno ya Allah yanajigonga? Anaweza kusema hili baadaye akapinga hili, mara akakubali hili, mara hilo akalikataa. Unakubali Allah yuko hivyo? Atakwambia hapana, maneno ya Allah la yatanaqadhu, hayagongani. Wa anna kalama an-nabii sallallahu alaihi wasallam, na kwamba maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah, hayaendi kinyume na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, haendi kinyume. Kama hoja iko hivi, mimi sasa nitadili na aya ambazo ziko wazi. Wewe unafuata aya ambazo haziko wazi, mutashabi, zenye kujificha maana yake. Sasa mimi nitahusika na aya ambazo ziko wazi. Nitakwambia hivi, nitakusomea Qur'an. Qala Allah ta'ala, Allah anasema, wa annal masajida lillah, na kwa hakika misikiti ni Allah subhanahu wa ta'ala, fala tad'u ma'a Allahi ahada, usiombe pamoja na Allah yeyote. Aya yangu iko hivi, inaniambia nisiombe, nisitake msaada, nisitake uombezi kwa kiumbe yoyote yule. Qur'ani inaniambia wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, usiombe pamoja na Allah, usiabudu pamoja na Allah yeyote. Aya yangu iko wazi hiyo. Kwa hiyo siwezi kumfuata wali, siwezi kumfuata nabii, siwezi kumpata mtume, siwezi kumfuata mja yoyote mwema aniombee kwa Allah subhanahu, awe ndio muombezi wangu, siwezi. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia, wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun. Wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar, na yeyote mwenye kuomba pamoja na Allah muabudiwa mwingine. Allah anasema hivi, yeyote mwenye kuomba, mwenye kuabudu, mwenye kutaraji, mwenye kufanyaje pamoja na Allah muabudiwa mwingine, la burhana lahu bihi, hana hoja katika hilo, hana ushahidi wa kuruhusiwa hilo, hana ishara ya wazi iliyomruhusu kufanya hivyo, kumwabudu na kumuomba kiumbe mwingine. Fa inna hisabuhu 'inda rabbih, hakika malipo yake yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Afikisha Allah akasema, innahu la yuflihu al-kafirun, hakika ilivyo watu ambao makafiri hawawezi kufaulu. Mimi aya zangu nizo ziko wazi. Wewe hizo ambazo unaziona za kwako, haulai shufa'auna inda Allahi, hizo aya unaziona ndio zinakuruhusu wewe kuwaomba watu. Mimi nafuata aya hizi ambazo ziko wazi, zinanikataza kabisa kwamba nisimuombe mtu yoyote, bali nimuombe Allah subhanahu, nisimwabudu kiumbe yoyote, nimwabudu Allah peke yake. Mimi aya zangu ziko wazi. Haya, wewe fuata hizo. Kama una hadithi labda ya kwamba watu walitawassal na mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walitawassal na ammi wa mtume alayhi sallallahu Abdullah bin Abbas, fuata. Mimi na aya hizi hapa ziko wazi. Je, maneno ya Allah subhanahu yanagongana? Wewe mwenyewe unakubali kwamba maneno ya Allah hayagongani, maneno ya mtume hayagongani, tufuate kipi sasa? Na Qur'ani imetuambia watu ambao
nyoyo zao zimekengeuka hufuata kile ambacho kina nini, matashabaha min, kile chenye utata ndio unafuata, kilichokuwa wazi hawakitaki. Kwa hiyo mimi nafuata muhkam. Sheikh anasema wa hadha jawabun jayyidun sadidun, na hilo ni jawabu jayyidun nzuri, sadidun tena la sawa sawa. Kimjibu hivyo umemjibu jibu zuri la sawa sawa. Mushriki yote sawa sawa, awe muslim awe ni muislamu katika waislamu, awe ni kafir, akitolea hoja haya mambo kama haya, jawabu lake ni hilo tu, kwamba waliokuwa zamani katika washirikina au watu ambao nyoyo zao zimepondoka siku zote hufuata aya zenye utata. Kila mtu mwenye utata, mwenye wasiwasi kwenye dini ya Allah na itikadi, utamwona anazifuata zile aya ambazo haziko wazi. Okay, mimi sifuati hizo aya, mimi nafuata aya ambazo ni muhkam, ambazo Allah amesema hunna ummul kitab, ambazo ni mama wa Qur'an. Nazifuata hizo, zimekanusha kabisa tusiabudu wala tusiombe mtu yote kiumbe yote, bali tumuombe Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Sheikh anasema wa hadha jawabun jayyidun sadidun, na hili jawabu ni zuri na ni jawabu la sawa sawa. Lakini jawabu hili la yafahamuhu, halifahamu hili jawabu illa isipokuwa man waffaqahu Allah, yule ambaye Allah subhanahu amemwafikisha. Naam, sahihi kabisa, sahihi kabisa. Jawabu hili hawezi kulifahamu isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha. Kwa hiyo kawaida hawezi kufahamu hata kidogo. Labda nirudie jawabu hili, inaonekana kuna mtu bado hajaelewa, kwa sababu tuko katika elimu hapa, inawezekana ikawa bado mtu hajaelewa. Mtu yote ambaye ni mushrik sufi, ambaye amelazimiana na makaburi na mawali, ukimwambia mbona unataka msaada kupitia watu wa makaburini, mashekhe, manabii, mawali, masharifu, manani, mbona tunakuona ukitaka kuomba unaomba hao kwanza, wataka msaada kupitia hao? Akakuletea aya, mfano aya mbalimbali, au akuletea mfano kama hadithi unakutajieni hapa, kwamba watu kama vile Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tawassala bi'ammi nabii sallallahu alayhi wasallam, alitawasali kwa ammi wa mtume ambaye ni Abdullah bin Abbas. Akuletea mambo mengi sana, mara riwaya za baadhi ya salihin waja wema. Mfano nimemsikia mmoja anasema kama litakuwa mambo haya ya kutaka msaada kupitia watu wema ni mabaya, mbona watu wema kama vile Imam Bukhari alipofariki, watu walikwenda kwenye kaburi lake pale, waliomba, wengine walifikia kuchota mpaka mchanga wa makaburi yake, wengine wamefikia kusema ya kwamba makaburi ya Ibn Taymiyyah yamekutwa hivyo. Hata tukuleta dalili nyingi sana zinazothibitisha kumruhusu yeye kutawassal na kaburi au kutaka msaada kupitia kaburi la mtu mwema au kupitia chochote katika manabii na vinginevyo. Alafu anakuambia sisi hatuwaabudu hawa. Hakuna mtu anaabudu kaburi, hakuna mtu anaabudu wali, hakuna muabudu sharifu. Sisi wote tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwabudu ni Allah subhanahu barao peke yake. Hatuabudu shekhe, hatuabudu wali, hatuabudu kaburi, hatuabudu chochote, tunamwabudu Allah. Lakini kwa sababu gani sisi tunawafuata hawa? Anasema haulai shufa'auna inda Allah. Lakini pia tunajikurubisha, hatukuwa ni wenye kujikurubisha kwa wao, isipokuwa tunahitaji shafaa, watuombee kwa Allah, kwa sababu wanajaa, wana nafasi, wana utukufu. Kwa tukienda kwao tukawaelezea haja zetu, tukawaambia matatizo yetu, tunachokihitajia, kwa kile cheo walichonacho cha unabii na umitume, inakuwa na nafasi kubwa ya sisi kusamehewa madhambi yetu na kutatuliwa. Kwa sisi tuwaabudu hawa. Shaka nasema akikuja na hoja hiyo mushrik, mwambie jawabu la kwanza. Jawabu la kwanza,
ni kwamba unafahamu ya kwamba maneno ya Allah la yatanaqad. Unafahamu kwamba maneno ya Allah la tatanaqad, hayagongani? Atakwambia jawabu naam, sahihi. Maneno ya Allah hayagongani. Nini maana hayagongani? Hakuna hii imeruhusu, hii imekataa, aya hii inaruhusu, imekataa. Hazipo hizo Qur'ani ya hivyo. La kwanza, marhaba, jazakallahu khair, namshukuru kabisa, Allah kulipe kila la khairi bwana, umekubali kwamba Qur'ani haijigongi gongi. Naam. Vile vile je, unakubali kwamba maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam la yatanaqab? Maneno ya Mtume pia nayo hajigongi gongi, kama mara Mtume aruhusu, mara ahamishe, mara aruhusu. Atakwambia naam, bila shaka. Marhaba, jazakallahu khair. Jawabu la kwanza. Pale ambapo viwili hivi havigongani, kuna mahala mimi na wewe tutakuwa tumepaacha. Sasa tunaongea nukta ya pili. Qur'an imewataja watu waliopondoka vifua vyao na nyoyo zao na vifua vyao, watu ambao hawafuati haki, siku zote huzifuata zile aya ambazo ziko wazi. Wako hivyo, zile aya ambazo haziko wazi, hao ndio unakuta wanafunga safari, wanazikimbilia, wanaziacha aya ambazo ni muhkam bayin, zilizo wazi na ziko bayana, wanaziacha hizo. Kwa hiyo ayuhal mushrik, wewe mshirikina unasemaje? Uko upande gani? Unafuata aya ambazo ni muhkam, aya ambazo ni mutashabi? Hawezi kujibu. Sasa namwambia aya ambazo ni muhkam zimethibitisha aombwe Allah peke yake, atakwe msaada peke yake, ahitajiwe kwenye kila kitu peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Basi wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Aya ziko wazi. Mimi sasa muwahid, mimi ninamwabudu Allah peke yake, simfuate shekhe wala kabashi wala nani, simfuati yote, sio sharifu wala sio nani, simuombi wala simtaki kwa sababu ya cheo chake aniombee msaada kwa Allah. Sitaki mimi, kwa sababu aya hizi ziko wazi, zimenielekeza hivyo, na ziko nyingi na ya Qur'ani. Shekhe anasema ukimwambia hivyo, hadha jawabun jayyidun sadidun, hilo ni jawabu zuri na ni jawabu la sawa sawa. Lakini hili jawabu la yafahamuhu, hawezi akalifahamu illa man waffaqahu Allahu, isipokuwa yule ambaye Allah amemwafikisha. Ukiwafikishwa katika ahlu tauhid unaelewa. Na Zuhairi, kama sikumsahau Zuhairi, anasema alhaqu ablaju walbatilu adlaju. Siku zote haki iko wazi nyeupe, ikiingia iko wazi. Walbatilu adlaj, lakini batili ina giza, lazima ikusumbue kwanza kwenye akili. Lakini haki ni ablaju, iko wazi kabisa, fi shamsi kashamsi fi rabi'atina. Lakini batil ni adlaju, ina giza, yani kuielewa inakupa kidogo mafuhumu mpaka yakusumbue. Lakini haki Qur'ani, wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aya ziko wazi hizo, muabudu Allah subhanahu. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Aya zingine nataka aya gani tena ambazo zitakusumbua akili? Ziko wazi. Lakini zile ambazo zina shubha ndani yake kwa watu wasio na maarifa, ndizo utazikuta wanaziingilia watu wa wenye zayghun, wenye kupondoka katika vifua vyao. Sheikh anasema fala tastahin bihi, basi hili jawabu usilidharau, usilifanyie kama ni hau jepesi, usilifanye kwa jepesi kulidharau ukalibeza. Fa innahu kama qala ta'ala, hilo ni kama vile jawabu hilo ni kama alivyosema Allah, wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim, akimzungumzia mtu ambaye alikwaruzana na mwenzake
kisha pale ambapo yule mwenzake akaamua aufute ule ubaya na ule ugomvi kwa kuleta mema, wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Sasa baada ya kuyasema haya maneno, Sheikh akwambia hili ni jawabu zuri, wala usipatwe na unyonge wala na usipatwe na kudharau hili jawabu. Hili ni kama vile umeondosha baya kwa kuleta jema. Wa amma aljawabu almufassal, yani ulivyomjibu wewe hivyo umeondosha baya kwa kuleta jema. Idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyyun hamim wama yulaqaha illa dhu hadhin wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadhin. Anasema amma aljawabu almufassal. Sasa hapo ni jawabu mujmal, hahitaji maelezo mengi. Ama majawabu ambao ni mufassal, jawabu mufassal maana yake jawabu la ufafanuzi. Fa inna a'da Allah lahum i'tiradatun kathiratun ala dini ar-rusuli yasudduna biha an-nas anhu. Anasema Sheikh, fa inna a'da Allah, kwa hakika maadui wa Allah, lahum i'tiradatun kathiratun, wana vipingamizi vingi sana, wana vipingamizi vya kuitilia uzito dini vingi sana. Ala dini rusuli, vipingamizi dhidi ya dini ya mitume. Yasudduna biha an-nasa anhu, wanawazuia kwa vipingamizi hivyo an-nasa, watu, anhu, kwenye hiyo dini. Yani vipingamizi hivyo wanavyovitoa ni kuwazuia watu kwa vipingamizi hivyo kuifuata dini. Minha, miongoni mwa vipingamizi vyao, qauluhum, ni qauli yao, nahnu la nushriku billahi, sisi hatumshirikishi Allah. Na haya maneno wanayasema hata wa Tanzania na wa Mombasa katika sufia, sisi hatumshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala. Bal nashhadu annahu, bali tunashuhudia kwamba ye Allah la yakhluqu, haumbi, wala yarzuqu, wala haruzuku, wala yanfa'u, wala haleti manufaa, wala yadhurru, wala haleti madhara, illa Allah wahdahu, isipokuwa Allah peke yake, la sharika lahu, hana mshirika kwake yeye. Anayeumba kila kitu ni Allah, anayeruzuku, anayeta manfaa, anayeta mitihani duniani ni Allah subhanahu wa ta'ala, wanavyosema wao. Sasa wa anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, na kwamba Muhammadi la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra, hamiliki kwenye nafsi yake naf'an, manufaa, wala dharran, wala madhara. Muhammadi hana mamlaka yoyote ya kumiliki manufaa wala madhara. Yote haya yatakuja bi amri Allah subhanahu wa ta'ala wa idhnu. Fadlan an Abdul Qadir, achilia mbali Abdul Qadir Jailani au ghairi au wengineo, hawawezi kuwa wanamiliki kwenye nafsi zao manufaa na madhara, hawawezi, achilia mbali yao. Mtume mwenyewe hamiliki. Walakin ana mudhnibun, lakini mimi ni mwenye kufanya madhambi. Wasalihuna, na watu wema, lahum jahun inda Allahi, wanachocheo mbele ya Allah. Wa atlubu min Allahi bihim, ninaomba kutoka kwa Allah au kutoka kwa Allah, bihim, kwa kupitia wao. Kwa mimi namuomba Allah kwa kupitia wao. Sikia jawabu mfassal la Sheikh hilo, katika majawabu mazuri sana ambayo yamebeba ufahamu mkubwa sana wa Sheikh kunako tauhid. Ndugu zangu, nawaambieni kitu kimoja, ukiwazungumzia watu swala, kuna hii jamii sasa hivi hakuna mtu anaweza akawa mgomvi na wewe. Kizungumzia tarqiqul qulubi, nyoyo kuwa laini, kuwa na hofu na Mola, hakuna ugomvi na mtu yote. Mambo ya ndoa, talaka, zaka, hukumu nini, shahada, mambo ya adhkari, nyiradi na nini,
Hakuna jamii inaweza ikakusema ni mwalimu mbaya, hakuna. Watu wote watakuashiria bil banan kama ni mtu mzuri, ana maarifa, ana keita wa keita wa keita. Yani ukizungumzia masaili tofauti tofauti, historia, ukawa unazungumzia sira ya mtume, lakini sasa utakapokuja kuizungumzia tauhid, mambo yanayomhusu Allah subhanahu, watatoka watu huko na marungu, mwingine na bunduki, SMG kuja kushambulia. Sasa hiki tukigundua, ushaona tu hiyo, unajua hichi sasa ndio kidonda ndugu hichi na kidonda hichi, kwingine kote kuparaza paraza. Hapa ndipo kwenye mushkili, kwenye shida ni hapa. Majumbani kwetu, kwenye miji yetu, vijijini kwetu, maeneo ya kwetu, ukiwazungumzia watu kunako umuhimu wa swala, umuhimu wa kufunga, kuwafanyia wema wazazi wawili, malezi ya watoto, kujiepusha na maasi, kujiepusha na munkarati, kuacha kunywa mapombe, kuacha kufanyaje, kulewa na nini, uzinifu, wewe ni shekhe mmoja mkubwa sana, watu watakushika na bendera, watakubeba. Hama hiyo mada kidogo, njoo kwenye njoo kwenye moto hapa, joto, fukuto linaanzia hapa. Ndio maana unamwona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab na wale wote ambao salaku maslaka wamefuata njia yake, hawajawahi kusalimika, hawajawahi kusalimika hata siku moja. Bali unaweza ukakuta wakati mwingine ukaishi na watu kuna jamii, ukaishi na watu kuna jamii, mnaishi nao kwa salama na amani, kwa sababu hauzungumzii tauhid. Ukija ukachokonoa hapo tu ukaingiza sindano ukachoma kwelikweli pale, wanafura wote, wanahama msikiti. Sasa ishakuwa mtihani tena, kwa sababu hili ndilo gonjwa ambalo walikuja kulitibu manabii na mitume, sisi tukawa tumeliacha. Tukawa sisi ni watu wa kuzungumzia sasa mambo ya furuu sana, furuu sana. Lakini ukiutazama umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam leo hii, namna ulivyodumbukia kwenye imani mbovu potofu, Allahu bihi alim, isikitisha sana. Familia yako ikague, baba yako, mama yako, ndugu zako, wale wote watazame kwenye mambo ya kimaisha wanavyoteseka, mambo yao ya kiutafutaji na nini, waangalie namna wanavyojidumbukiza kwenye mambo ya ushirikina, namna wanavyoamini ushirikina. Huwezi amini kama binadamu hawa wanaweza wakafanya haya matendo namna hii, huwezi. Na wanaambukiza watoto na vizazi na vizazi na vizazi. Kwa shina la kuzungumza liko hapo. Wewe ukitaka kuchokonoa watu waseme, anzia hapa na uzungumze kweli, usisome tu matini tu kaacha hivyo hivyo. Yatoe kwenye kitabu, yalete kwenye jamii. Sasa hii jamii elewe kwamba yote tauhid inayozungumza Muhammad bin Abdul Wahhab ndio hii, na mifano ambayo iko kashifa, iko wazi, utaona balaa linavyoanza. Sasa naona Sheikh anavyosema ya kwamba maadui wa Allah wana vipingamizi vingi sana dhidi ya dini ya mitume. Yani hii dini ya mitume tunayonao sisi, kuna watu maadui wa dakhilia na kharijia, maadui wa ndani na wa nje, wanaipiga vita hii da'wa na hii dini. Acha mchezo kabisa. Yani ukizungumzia hii globalization, huu utandawazi uliopo leo hii, ukiutazama kwa umakini kabisa, harbun ala hadha ad-din wa ala hadha al-asl.
Ni vita kwenye hii dini na huu msingi wa tauhid, panaanziwa kupigwa vita hapa. Yani ifikie mtu aone elimu, kipaji na ujanja alionao ndio umemsababisha yapate mali, lakini sio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amemruzuku na kumkunjulia hivyo. Na mengineyo katika mambo ambayo yako kwa utandawazi yanamtengeneza mtu aache i'timad ala Allah subhanahu, kuacha kumtegemea Allah subhanahu. Nishaikuambieni ya kwamba pana profesa mmoja wa Kimisri mwanamke, miaka 2014 kama sikosei, 14 13, nishaikuona anafanya mdahalo, ilikuwa ni CD kipindi kile, shamsahau, mwanamke mmoja, lakini profesa Mkristo Misri, ni mnaswara, lakini yeye unaswara wake ni unaswara usiofuata dhehebu lolote. Alikuwa anasema maneno yafuatayo, anazungumza kwa Kiarabu, sio Kiingereza, Kiarabu. Anasema miongoni mwa vitu vilivyokuja kuharibu maendeleo ya dunia ni dini. Dini hizi zimekuja kuharibu maendeleo ya kidunia kwa kiasi kikubwa. Mtu yoyote mwenye dini huwezi kumkuta na maendeleo, huwezi. Kigusa haramu, shubha, munkar, shubha, staki tena. Kila kitu anakiogopa yeye. Kwa hiyo huwezi kumkuta na maendeleo yote. Huyu hana maendeleo yote, atabaki tu swala tano tu, kuswali swali na nini, basi afe, ishi bali yake ishia. Lakini hawezi kuingia kwenye mambo makubwa ya kuleta maendeleo. Natoka anasema kwamba katika vitu vinavyotakikanwa vipigwe vita kwenye jamii zote za mataifa yote ni dini. Isiwepo kabisa hizi, watu waachwe huru, waondoshewe hofu. Kwa unaona ya kwamba haya maneno ukiyachukua tu yanakuonesha ya kwamba iko mikakati min wara'il akama ya kwenda kufuta dini kama hizi, hasa dini ya Kiislamu ambayo ina haki na wafuasi wengi, kwenda kufutwa kidogo maalimu zile, nembo zake zote zile. Usiwe na hofu na Mola wako wewe, kwani wewe ukifa, ayo yaliyotajwa hapo kwamba ukifa ushaye kuyaona kwa macho yako kwamba kuna munkar na nakiri, ushaye kumuona wewe? Acha kudanganywa wewe. Kuna munkar ushaye kumuona kaburini? Hem, tufukue tuone. Kwa hiyo hizo fikra unaona kwamba kweli, lakini sasa jamaa tunadanganywa, kiasi tunadanganywa. Hatujui kufika kaburini, aliyekufa hatujui kumwambia hebu amka utuambie kuna munkar na nakiri, hakuna. Kwa ala kule hali, maadui wa Allah subhana wako wengi sana wakifanya i'tiradat, mikinzano kwenye dini ya mitume, ili wazuie watu wasifuate dini. Mzuiwe tu nyinyi msifuate dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa moja ya i'tiradati ya maadui wa Allah, achili mbali makufari hao ambao amruhum shahirun, jambo lao liko mashuhuri. Tunawazungumza aadau dakhili, maadui wa ndani wale, maubadul qubur, maubadul awliya, ubadul qibab. Leo kitoka hapa, kama mtu ana simu afungue kwenye simu yake, sio kwa Kiingereza kama lipo Allahu aalam, lakini kwa Kiarabu afungue qabru Ahmad al-Badawi fi Misra, nifungue kaburi la mtu aitwaye Ahmad al-Badawi huko Misri. Walifungua fuangalie, peke ya kufungua angalia, uone kaburi na msikiti wa Imam Malik kipi kikubwa, afukapime sasa, uangalie kaburi hivi, huo msikiti wa Imam Malik ulioko Mbwanga na hili kaburi, upi ndo msikiti sasa? Yani hapo upi ndo msikiti?
safari zinafungwa kutoka duniani. Watu wanatoka Indonesia, wanatoka Nepal, wanatoka India, wanatoka Afrika, wanakwenda kufanya ziara kaburi la Ahmad al-Badawi. Hapakauki pale kama Maka vile, kama Maka. Alafu vichekesho sasa, huyu Ahmad al-Badawi mwenyewe aliyekufa akidai ni Badawi, manake ni katika kizazi cha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika maajabu yanayotajwa ni kwamba al-Imam as-Suyuti anasema katika kitabu chake kimoja akimuelezea Ahmad al-Badawi, anasema hajawahi kuonekanwa akiswali. Imam Suyuti anahadithia uko miaka yake kwamba akimzungumzia Ahmad al-Badawi anasema watu wa mji wa kipindi hicho wanaoishi na Ahmad al-Badawi hawajawahi kumuona akiswali illa yawman wahidan, isipokuwa siku hiyo moja tu, wa huwa yaumul jumaa, nayo ilikuwa siku ya Ijumaa. Jaa ila al-mimbar, alikuja hapa kwenye mimbari, hapa kwenye mimbari mbele, akafika akafungua nguo yake, fabala, akakojoa, alafu huyo kaondoka zake. Hivyo Imam Suyuti anamtaja hivi, Imam Suyuti ndo kazi yake. Sikuwa na haoni aibu mbele za watu, kavua nguo, kakojoa, ndo kaswali tu kafanya. Sasa huyo mtu wa namna hiyo, yeye waliwa hivyo, ndio watu sasa wanafunga safari kwenda kwenye kaburi lake. Wako baadhi ya mawalii hapa Tanzania hapa walishakufa, sijui kama washakufa au hapa, nishaye kuona kwa macho yangu, wanaitwa mawalii. Tanga pale kuna sehemu fulani pale Zaharau kwa juu hivi, kuna huyo mtu mzee mmoja, ni shekhe yani, kwa mtu anaashiriwa kwa usha, umri alionao na takriban miaka pale kipindi hicho kama miaka 60 kitu, kwa sababu alikuwa mtu mzima, lakini hajawahi kuoa, na hakuna taarifa inasema bali mtu mbovu na nini. Tunaweza kusema basi tumdhanie tu bana, huyu yawezekana ameipa nyongo dunia kama Ibn Taymiyyah na Imam Nawawi, ataikuwa tumpe hivyo udhuru, na sisi ndio tumdhania kwa khairi hivyo. Kila lazima jamii ijiweke question mark. Kwa nini? Lazima jamii ulize kuna tatizo gani? Na magari nakuja pale naambiwa dua, unaondoka hivi. Wali na Qur'ani imewataja wali ni yule ambaye ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lazima uwe mcha Mungu, na mcha Mungu maana yake anafanya ambayo Allah ameamrisha na anayaacha yale ambayo Allah ameyakataza. Ndio taqi. Huwezi kuwa wali wa Allah subhanahu kama sio mcha Mungu. Huwezi kuwa ni mwenye kuamini Allah subhanahu kutoka mcha Mungu ukawa ni wali. Sasa Sheikh anasema katika moja ya maadui wa ndani wao wanasema kitendo cha kwenda makaburini kwa Ahmad al-Badawi, makaburi ya Mburahati Dar es Salaam, makaburi ya Zanzibari, makaburi ya Lamu kwa masharifu, au makaburi ya Tanga, sisi kwenda kwenye ile makaburi hatufanye ushirikina. Sisi hakuna ushirikina tunaofanya sisi, hakuna aina yoyote ya ushirikina tunaofanya sisi pale. Sheikh anasema nahnu la nushriku billahi, sisi hatufanyi ushirikina, bal nashhadu annahu la yakhluq wala yarzuq wala yanfa'u wala yadur illa Allah, bali tunakubali kwamba na tunashuhudia ya kwamba hakuna muumbaji wala mwenye kuruzuku wala mwenye kuleta manufaa wala mwenye kuleta madhara isipokuwa Allah pekee yake, la sharika la. Tunakubali hilo, na kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana umiliki wa manufaa wala umiliki wa madhara. Achilia mbali Abdul Qadir,
tunaamini hivyo. Lakini mimi ni mtu mwenye, lakini sisi tuna madhambi. Sisi bwana tuna madhambi, bwana tuna madhambi yetu. Wasalihuna, na hawa watu wema hawa, lahum jahun inda Allahi, wanacheo hawa mbele ya Allah, ni watu watukufu hawa. Wa atlubu min Allahi bihim, nami nahitaji na naomba kwa Allah kwa kupitia wao. Kwa hivyo siwaombi wao, mimi naomba kupitia wao. Kwa hiyo ukiniona niko na kaburini pale, wewe jua tu namuomba Allah. Katika msingi mmoja ambao unatajwa katika kutubu rududi li ahli albid'i, wanasema katika msingi mmoja, ahlul bid'i, watu wa bid'a, aktharu nnasi tanaqudan, ni watu wanajigonga gonga sana, ni watu wenye kujigonga gonga sana. Hiyo kanuni ukiichukua na ukaielewa, kila unapotega sikio hivi vizuri sana, kamsikiliza, kaongea, akaleta hoja, akajitetea, akasapoti, akapinga, akafanyaje, utakuja kubainikiwa tu tanaqudhun, kujigonga gonga. Nakuja kwenye hichi kipengele hichi. Sikia anasema kwamba sisi hatumshirikishi Allah, bali tunashuhudia kwamba hakuna muumbaji wala mwenye kuruzuku wala mwenye kununua nini isipokuwa Allah, na Muhammad amiliki chochote kile manufaa wala madhara achilia bali Abdul Qadir. Kwa hiyo nukta ya kwanza, washiriki hawa maadui wa ndani na maadui hata kama ni wa nje wanakubali kwamba Allah ndiye muumbaji, ndio mwenye kuruzuku, ndiye mwenye kuleta manufaa na ndiye mwenye kuleta madhara kwa hoja zao, na Muhammad hamiliki chochote katika manufaa na madhara. Sasa utakapokuwa umekiri hivyo, manufaa, madhara, kuumba, kuruzuku, ni kuongezea hapo, kusamehe madhambi, kukubali toba yako, vyote hivi viko milki ya Allah. Kwa nini unakwenda kumuomba Allah kwa kupitia watu? Hilo ndo swali la msingi. Kama unakiri kwamba yote haya Allah naweza, kwa nini kuna haja ya wewe kuwapitia watu hawa? Hiyo ndio ainu shirki. Sasa inaanzia hapo, ndo mzizi wa shirikina unaanzia ako kasehemu wako ako kadogo, na ukaona wewe ni kadogo, fala tastahin bi. Kwa nini wewe uwatake msaada hao ili wakufikishie ujumbe kwa Allah? Je, Mola wako hazipo aya ambazo ni jaziman wa muhkaman zikikutaka umuombe msamaha Allah peke yake? Hazipo hizo aya? Jawabu ndio zipo. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. ud'uni astajib lakum. Mbona aya ziko wazi? Muombe Allah peke yake, nao hawezi. Sasa ikiwa anachokingangania hapo ndio ushirikina, hakuna kitu anakataka hapo ndani kapo, na amekataja hapa kwamba hawa ni watu wanajaa. Ile nafasi walionao, cheo walichonacho, ndicho kinachonifanya mimi nijikombe kombe, nijidhalilishe kwao kwa kumwomba Allah subhanahu. Na utakuja kuona maana ya ibada huko mbele. Je, kujidhalilisha kwa kiumbe mwenzako, ukampa nafasi ya uungu, ukampa nafasi ya utume, ukampa nafasi siyo nani, lakini tuchukue tu umempa nafasi ya uungu, hauoni kwamba umeihamisha ibada aliyotakiwa kupewa nayo Allah, umempa kiumbe mwenzako? Kama Mola wako hajakuwekea pazia yote, laisa bainaka wa bainahu hijabu, hakuna pazia yote ya kukuzuia wewe kumuomba na kumtaka msaada na kumuomba msamaha, hakuna hiyo pazia. Kwa nini utie wasiwasi? Kwa nini wewe ukwepe jambo la kumuomba yeye peke yake, uende kumtaka msamaha kwa kupitia watu ambao hao watu wewe mwenyewe unakubali kwamba kama manabii, kama mitume, la yamlikuna naf'an wala dharra, hawamiliki manufaa wala madhara. Watakusaidia nini? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Hata wewe uambie neno gani hawakusikii.
hata uombe na jambo gani hawezi kusikia. Sasa kama wewe unakiri, na maana kama tanakhudhu ahlul bid'ah ndio hicho, wao wenyewe wanakiri kwamba manabii, mitume, watu wema hawanufaishi wala hawadhuru, alafu wewe unakwenda kumwomba Allah kupitia wao. Sasa unaenda kupitia wao aliyekuwa wenyewe hawanufaishi wala hawadhuru. Sheikh anasema fajawibuhu bima taqaddama, mjibu kwa majawabu yaliyotangulia. Yaliyotangulia ni yapi? Kwamba sisi tunakubaliana ya kwamba Qur'ani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayajigongi gongi, maneno ya mtume nayo hayajigongi gongi. Jawabu la kwanza. Jawabu la pili, watu wenye nyoyo ambazo zimepondoka huwa wanafuata aya ambazo ni mutashabi, aya zenye ambazo haziko wazi, zile ndo wanazifuata wao, zilizokuwa wazi hawazifuati. Hivyo ndo tabia ya watu wenye nyoyo zilizopondoka. Watu ambao nyoyo zao zimepondoka hufuata hivyo. Lakini pia vile vile makufari waliotangulia nyuma, makafiri waliotangulia nyuma, makufari walikuwa nakubali kwamba Allah ndiye muumbaji, mwenye kuruzuku, mwenye kufisha, mwenye kuhuisha, kaumba ardhi, kaumba mbingu. Lakini watu hawa waliitwa ni makafiri pamoja na kutamka kwao hayo maneno na kukubali kwao hivyo pale tu walipojifungamanisha na viumbe, malaika, manabii, sio watu wema, wakawa makafiri zaidi. Kwa nyinyi sasa mnao kubali hiyo tauhidi rububia, na wakati huo mnayo mafungamano wathika ya karibu sana na hawa waliokufa na hawa waliotangulia katika wema, mnatiwa kwenye kapu moja na makufari wa miaka ile, pamoja na kwamba nyinyi kuna kitu mmewazidi kuliko wao, kuna kitu mmewazidi. Kwa jawabu la tatu, makufari waliotangulia walikuwa wanakubali kwamba Allah subhanahu ndiye mudabbirul umur, mwenye kuendesha mambo, ar-Razzaq, al-Khaliq, kadha kadha, an-Nafi' wad-Dar, wanakubali hivyo. Lakini wao walikuwa mjifungamanisha na viumbe wengine, Lata wal Uzza wa Manata. Wanaamini hawa ni watu wema, wana kheri, hawa waliacha athari nzuri duniani, acha tujifungamanishe na wao, tutengeneze sanamu lao, watatuombea kwa Allah. Haya wakina Lata na Uzza hawa, kosa lao liko hapo. Na nyinyi sasa maadui wa ndani na sufia, tunakuoneni kunako makaburi ya malewali wenu na kunako mashekhe zenu, hamumwabudu shekhe, mnamwabudu Allah, mnakubali, lakini mna mafungamano makubwa na hawa, mmefanana sawa sawa na wale, mmefanana sawa sawa na hao washirikina. Sheikh anamwambia, anasema fajawibuhu bima taqaddama wa huwa, na majawabu ni kama anna alladhina qatalahum rasulullah, kwamba wale ambao mtume aliwapiga vita sallallahu alaihi wasallam, muqirruna bima dhakarta, wanakubali hayo uliyoyataja, kwamba Allah ni mmiliki wa kila kitu, Allah ndiye ambaye ameumba, Allah ndiye ambaye anaruzuku, wanakubali yote. Wa muqirruna, na wanakubali anna awthanahum, kwamba mizimu walionayo, masanamu walionayo, la tudabbiru shay'a, haviongozi wala kuendesha kitu chochote. Yani ukilichukua sanamu ukaliweka pale, wanakubali kwamba hili sanamu haliwezi kula, haliwezi kukusikia, haliwezi kuondoshia hata mafua. Wanakubali kwamba awthanahum la tudabbiru shay'an, haviwezi kuendesha vitu vyovyote. Wa innama, na kwa hakika si vinginevyo, aradul jaha, wao walikusudia cheo cha lile sanamu, washafaata, na uombezi. Kwa hiyo sisi tunakana lisanamu hili, tunaliomba, tunataka msaada. Shida yetu sisi tunataka ili lisanamu hili lilikuwa lina cheo, lilikuwa lina uombezi, ili litakuwa lina uombezi siku ya kiyama. Tunataka hicho cheo na uombezi wake, hatulitaka lisanamu kama lenyewe. Tunafahamu hata ukiletea nyama ukaliwekea pale haliwezi kula, hata mbwa. Ndio maana imetaja kisa kimoja hivi, mmoja katika watu walioachana ibadatul awthani, nasema alikuja katika majahilia, zama za jahilia, alikuja kwenye sanamu lake
alikuja kwenye sanamu lake, akiwa naomba pale, akaja mbwa. Mbwa akafika pale, kaangalia kulia na kushoto, akanyanyua mguu wake, akatia mkojo pale, kalikojolea sanamu. Sanamu mbaya kujolewa, asema tena basi akakaa akaangalia. Mbwa akamaliza, akakunguta mkia wake, kaondoka. Bwana akajiuliza, kwa hiyo huyu bwana ili dude hili limeshindwa kumfukuza huyu mbwa? Hili dude limeshindwa kumfukuza huyu mbwa? Kisha mimi sasa, ni moja ya habari inayotajwa kwamba ni sababu za kupelekea mtu kuacha mambo hayo. Chukulia makaburi ya Ahmad al-Badawi. Achili Ahmad al-Badawi, chukulia yule Ismail, inna bakhatun fil biladi nazilun faqul ya wali Allah Ismail. Huyo Ismail, wali wa Allah Ismail, ambaye kwenye al-Fuyudhat ar-Rabbaniya fil Ma'athir al-Awrad al-Qadiriyya anatajwa kwamba ikiwa kuna tatizo limekupata katika mji, muombe, sema tu, ewe Ismail, ewe wali wa Allah Ismail, mtihani umenipata, niokoe, anakuokoa. Sasa inatajwa ya kwamba huyo Ismail anayetajwa, huyo wali Ismail kwenye hiyo beti, inna bakhatbun fil biladi nasilu faqul ya wali Allah Ismail, huyo Ismail mwenyewe inatajwa ya kwamba kaburi aliloliko Sudani, hilo kaburi ambalo yuko nalo, ya ambalo alimejengewa, walikuja wakakuta ukuta wa sehemu moja umedondoka. Kaburi simejengewa, kwa ule ukuta mmoja wa ile kaburi umedondoka. Sasa kama kweli huyu ni wali wa Allah, si amwambie tu nyanyulie ukuta, si aseme ewe Allah, kwa kuwa mimi ni wali na cheo na utukufu, huo ukuta naona kama haujakaa vizuri hapo, utoe hapo, si aseme. Wao ndo wakaja sasa wafuasi wakaamua tena waujenge tena baba. Hawawezi kunufaisha nafsi zao wala hawawezi kujiokoa kwenye matatizo yao. Usitegemee wanaweza kukuokoa wewe na kukutoa kwenye matatizo yako, hawawezi. Sheikh hapa anatuambia hata waliotangulia katika washirikina wanakubali ya kwamba mizimu waliokuwa nayo, masanamu waliokuwa nayo, la tudabbiru shay'an, haviwezi kuendesha kitu chochote. Nimesoma kitabu kimoja, na vitabu vile kisufi vingi sana siku hizi, nasoma na viangalia maneno yao. Wanasema hii dunia inaendeshwa na aqtabu 4. Yani hii dunia ilivyo ina arba'atu aqtab, ina kutubun, si kutubu Kiswahili semaji, lakini ni sawa sawa na mtu mmoja mtukufu sana, wako 4 wanaongoza dunia. Malakul kaun wamemiliki hii dunia, wako 4. Tasikia vitu vya ajabu sana. Yani dunia yote unayoona wewe, acha mambo ya Allah, achana Allah mwenyewe. Allah nini? Kuna viumbe 4 hivyo, idha aradu shay'an yaqula lahu kun fayakun, akisema tu mvua teremka, hiyo. Jua kuwa kali, itakuwa kali. Mafuriko, ukame, njaa, wako. Sasa katika vichekesho ambavyo nilivyoviona mimi hapo ni kwamba wametaja sehemu ambayo hao hivyo viumbe vikubwa, mawali wakubwa, wale walioshiba uwali kweli kweli, wale ambao atakuswali waswali. Vichekesho miji waliopo, ukimsikiza anavyosema yule mtunzi kitabu hicho, anasema miji ambayo wapo hao au 4 au aqtab 4 aqtab, anasema la Makata wala Madina. Kaaba pale hamna hata huyo wali, hata mmoja hamna. Ile Maka ile pale hamna wali hata huyo. Madina hamna wali, hata hamna hata mmoja wali.
wanataja sehemu moja yuko zake Yemen, mmoja anapatikana Yemen, ndio yupo huko. Sehemu gani unajua wenyewe, anataja pale baadhi ya maeneo, ndio yupo Qutbun. Yani kama vile unakusema lugha nyepesi, unakosema vigingi vinne vya dunia. Yani hii dunia imeshikiliwa na vigingi vinne. Kigingi cha kwanza cha mcha Mungu kipo zake Yemen, pale Yemen ndo kipo pale, ndipo ambapo kuna mtu yeye na Mola wake kama vile mtu na rafiki yake wanawasiliana tu. Leo mvua naacha nitashusha mimi leo. Leo jua niachie mimi bwana. Hivyo yani. Kwa sababu wanaambiwa hawa aqtabu arba'a, moja ya sifa zao wakitaka kulisema jambo kun fayakun. Yaani hivyo tu. Wakisema jambo kuwa linakuwa, waliu. Sasa wewe si Mungu huyu mdogo huyu. Si Mungu mdogo huyu sasa huyu. Yemen yuko yupo. Kwa pili anataja yuko Sudani. Sudani pale yupo mmoja pale. Wali huyu. Sasa yuko mitaa ya wapi? Kakaa kwenye kiti, kakaa kwenye anga, kakaa kwenye upepo, yuko juu ya jua, yuko juu ya mwezi, yuko chini ya bahari. Hilo sio jambo lako. Sasa angalia shiriki kubwa kama hii. Malikul kauni man, anayemiliki ulimwengu nani zaidi ya Allah subhanahu. Na ndio maana ulimwengu wote utakapoondoka atauliza limanil mulku liyawma, atasemaje? Lillahi alwahidil qahar. Hakuna cha mfalme, hakuna kutubu, hakuna sio raisi na chochote, wote wamekufa. Kisha atauliza limanil mulku liyawma, ufalme na umiliki wa hii dunia yote ni wa nani leo hii? Afu atajibu mwenyewe, atasema lillahi alwahidil qahar. Ndio maana hata kwenye fuudhati rabbania fi udhati hiyo kuna maneno mashahidi fulani anasema, katika maana ya maneno yake anasema ya kwamba yeye ni shekhe ambaye ameimiliki mashariki na magharibi, na mimi ni shekhe ambaye nikikitaka kitu kisiwe kinakuwa. Yani kitu ambacho kisiwe, nikisema kisiwepo hakiwepo kweli, nikisema kiwepo kinakuwepo. Shekhe huyo wa tariqa. Yani hawa ni watu ukiwatazama wanatengeneza kama vile kwenye hii dunia nafasi za watu wema kuwa wanalingana sawa sawa madaraja ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo mtu mwema inda sufia yuko sawa sawa beneti na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni shirkun ala aini. Shirkun ni ushirikina mkubwa kabisa unaoweza kumtoa mtu akawa mzandiki na mkafiri. Angalia haya maneno haya kwamba washirikina waliotangulia walisema hii mizimu yetu hainufaishi wala haidhuru na wala haiendeshi kitu chochote, isipokuwa sisi tunataka kwa hawa jaha na shafaa. Hii mizimu ina cheo fulani. Alikuwa chifu mmoja, alikuwa ni mtu fulani maarufu kadha, tunataka hicho cheo chake sisi. Lakini pia tunataka shafaa, uombezi, siku ya kiyama patatoka uombezi, hawa ndio wakatuombee. Sheikh anasema waqara alayhi ma dhakarahu Allah fi kitabihi, msomee juu yake yale aliyoyataja Allah kwenye kitabu chake, wawadhihuhu, na umtake na umwekee wazi kwamba msomee kwamba hata washirikina wa zamani walikuwa nakiri haya. Allah aliposema qul man yarzuqukum minas samai wal ard, sema Muhammad, ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na ardhini? Mtume waulize hawa washirikina makafiri wa Maka, ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni mvua ikaja na ardhini mkapata mimea? Amman yamliku sam'a wal absara, au ni nani ambaye anayemiliki usikivu na uoni? Waman yukhrijul hayya minal mayyit, na ni nani anayekitoa kilichokuwa hai
kutoka kwenye kilichokuwa kimekufa? Wa yukhrijul mayyita min alhayy, na ni nani anayetoa kilichokuwa kimekufa kukitoa kwenye kile kilichokuwa hai? Wa man yudabbiru al-amra, na ni nani mwenye kuyaendesha mambo ya dunia yote? Waulize Mtume, fasayaquluna Allah, makafiri wote wa kipindi hicho watasema ni Allah huyo. Anayefanya hivyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Faqul, basi waambie, afala tattaqun, je, basi hamuogopi mkamwabudu kinyume na yeye? Hivi hamuingiwi na hofu mkaacha kumwabudu yeye mkaenda kuabudu watu viumbe hivi vingine? Hamuogopi? Aya iko aziwasomee na zinginezo katika aya na zinginezo katika aya, msomee, mwambie hizi aya zote zinathibitisha ya kwamba washirikina waliopita walikuwa wanakubali kuruzuku, kufishwa, kutokupata mazao, kupata mvua, mashamba ambayo yaliyokuwa yamekufa yakawa yako hai, mtu akalima yakapata mazao, na mashamba yaliyokuwa hai yakaja yakatoa mazao ambayo ni mabofu yaliyoharibika. Anayeyafanya haya yote walikuwa wanasema fasayaquluna Allah, wanasema ni Allah peke yake ndo aliyefanya hivi. Faqul afala tattaqun, basi kwa nini hamuogopi? Msomee hizo aya, umuonyeshe ya kwamba kukiri na kukubali hakukusaidii chochote. Kukiri na kubali hakusaidii chochote. Nimalize darasa leo kwenye hii aya. Kuna kitu nitakingitaje hapa, nikiangalia hapa kwenye Qur'ani, Suratul Anbiya, kuna maneno yanatajwa na baadhi ya mashekhe kama sikosei, Suratul Anbiya, Suratul Mu'minun, Suratul Anbiya, Suratul Mu'minun. Suratul Mu'minun aya nambari 90. Ukianzia juu huko inataja mambo kama haya. Aya nazisome hizo aya, mzisikie tu kwa wepesi. Qul liman al-ardu man fiha in kuntum ta'lamun, waliulizwa ardhi hii ni ya nani na vilivyomo ndani yake ikiwa nyinyi kweli washirikina mnajua. Mtume anaambiwa waulize ardhi na vilivyomo ndani yake ni vya nani? Sayaquluna lillah, watasema ardhi na vilivyomo ndani yake vyote vya nani? Vya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul afala tadhakkarun, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Wataulizwa tena, waulize ni nani mola wa mbingu saba na mola wa arshi kubwa na tukufu? Sayaquluna lillah, watasema ni vya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul afala tattaqun, qul man biyadihi malakutu kulli shay, sema Muhammad, ni nani ambaye anamiliki kila kitu kwake yeye, kila kitu ni cha kwake. Wa huwa yujiru wala yujaru alayhi, na yeye ndiye ambaye anayekinga na wala hakuna kitu kinachoweza kumkinga na kumzuia yeye. Ni nani? Sayaquluna lillah, watasema vyote hivyo ni Allah peke yake. Fa anna tusharun, basi mbona mnadanganywa na kuchezewa shere? Sikilizeni hizi aya zote vizuri. Kuna shubha inasema nyinyi ahlu sunna au mawahabi mnasema ya kwamba washirikina wa zamani walikuwa wanakubali tauhidi rububia, kuumba, kuruzuku, kufisha, kuhuisha, kuleta mvua, kuleta sui na nini, kwamba walikuwa nakubali, lakini tauhidi al-uluhiyya walikuwa naikataa. Wakiambiwa mabuduni Allah hawataki, lakini wakawa makafiri. Sasa sisi tunasema, yani hao masufi wanasema sasa kwamba hayo maneno mnayoyasema hamja yakagua vizuri. Aya 90 jamani, kuanzia aya ngapi hiyo? Suratul Mu'minun kuanzia aya 84
84. Sisi tunasema hivi, yani au Sufi wanasema hivi. Sisi tunasema hivi, ni kweli, ni sahihi, washirikina wa zamani walikuwa wanakiri tauhidi rububia, au wanakiri uumbaji na uruzuku na kuruzuku na kuleta mazao na mimea. Allah ndio alikuwa anavileta, walikuwa nakubali hivi. Lakini sisi tunasema hum kadhibuna ala da'wahum au ala za'mihim, wao ni waongo. Kwa hiyo mtaki kuamini hilo. Alafu nasoma hii aya sasa, qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi wa huwa in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afa anna tusharun. Kisha aya inayofuata, bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadhibun. Sikia aya hiyo, wanasema hivi, wa innahum, hizo aya zilizofuatana hiyo aya 90 inasema sasa hivi ndio sawa, wanakubali tauhid rububia. Kama vile mwizi, unamjua mwizi wewe? Kibaka unamjua? Wewe umeiba wewe? Sijaiba. Hujaiba wewe? Sijaiba, mimi sio mwizi. Lakini sio kwa hapo anachukua kanda mbili za msikiti, sio mimi. Mkimbana na prize tu, kweli ni mimi bwana, ni mimi, si ndio? Kwa alipokuwa anasema hapa kwamba hajaiba, ni muongo, sio mkweli, ni mrongo. Kwa hiyo hao washirikina kweli mkiwatikisa, mkawabana kweli kweli, watakuthibitishieni kwamba wao hawakubali vyote. Hawakubali anayeruzuku, anayeumba kama ni Allah subhanahu, hawakubali nga. Qur'ani yenyewe imesema bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadhibun. Kwa hiyo enyi ahlus sunna mawahabi, tafakarini hoja yenu. Kafiri hawezi kukubali tauhidi rububia, hawezi kukubali tauhidi rububia, wala hakuwezi kukubali kwamba Allah ndiye muumbaji. Anaamini aliyeumba, aliyeruzuku, anayeleta sui mazao, mvua, ni ule mzimu waliokuwa nao. Aya iliendelea mbele, mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilahin idhan ladhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dihim ala ba'd subhanallahi amma ya'malun subhanallahi amma yasifun. Sasa hichi kipengele, hii ni shubha, na shubha lazima unapata kuijibu, uitengenezee maelezo mafupi au maelezo marefu. Kama alivyosema Sheikh, kuna majawabu mujmal na jawabu mufassal. Jawabu mujmal, hii aya hii walioisoma hii, bal atainahum bil haqqi walakinna wa innahum lakadhibun. Tafsiri Ibn Kathir ina jawabu zuri sana kunako aya hii. Tafsiri Ibn Kathir ina jawabu zuri kunako aya hii. Kwa hiyo insha Allah tutasoma hichi kipengele cha jawabu ya al-Imam Ibn Kathir. Pata wasa nasoma hichi kipengele kwa sababu ni shubha. Kwa sisi tunaposema mbele ya masufi kwamba washirikina wa zamani walikuwa wanakubali tauhid rububia, nasema hamsomi Qur'ani nyinyi. Wapi washirikina wanakubali tauhid rububia? Wapi? Sayaquluna lillah, qul lillah, qul lillah. Nasema tu sayaquluna Allah, sayaquluna Allah. Wanakuangalia hivi, Allah Allah, anakwambia sawa sawa. Aya mwisho anasema bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadhibun. Wamesema tu lakini warongo. Qur'ani yenyewe ni warongo hao, hawakubali tauhid rububia wala chochote. Kwa hiyo ili uimalize shubha hii unahitaji tafsiri za Qur'ani. Ya basit jiddan, ya basit jiddan. Lakini jawabu la hili tutakuja kuisoma kwenye jawabu la nani? La al-Imam Ibn Kathir. Je, haya maneno ni kweli? Washirikina wa zamani walikuwa hawakubali tauhidi rububia? Kwa sababu sisi itikadi yetu tauhidi rububia tastalzimu tauhidul uluhiyya. Tauhidi rububia inalazimisha tauhidi uluhiyya. Ndio maana kwenye kaburi hauulizwi tauhidi rububia uluhiyya, utaulizwa man rabbuk. Hautaulizwa kadha, man rabbuk. Na ile man rabbuka maana yake man ma'buduka, ni nani unayemwabudu. Kwa rububia
tastalzimu tauhid al-uluhiyya. Ni kanuni wazi iko kabisa. Unaposema tauhid rububiyya, maana yake ndimo humo tena ndani yake ipo tauhid al-uluhiyya. Kwa hiyo hawa washirikina walikuwa wanakiri rububia ya Allah, utawala, uendeshaji wa vitu, lakini tatizo tu ni kwamba kuna viumbe bora walivyokuwa wanaviona wao, vina nafasi, vina cheo. Hivi viumbe hatutakiwi tuvisahau, tunajifungamanisha navyo. Vituombee kwa Allah subhanahu uombezi, vituombee kwa Allah tuondoshewe na madhambi yetu, vituombee kwa Allah tuondokane matatizo yaliyopo kwenye miji yetu, mazao, sio vilimo, sio mvua, ukame, viene vikatuombee basi. Lakini sisi hatuna kingine zaidi ya kuomba wao au kuwataka wao. Kwa tauhid rububiyya kwetu sisi ni msingi mama wa kuifahamu tauhid uluhiyya. Wallahu tabaraka wa taala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.